Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya habari ya kusikitisha ambayo watu wengi imewaliza kwa asilimia kubwa sana ni habari ya Aslay. Aslay ametrendi huko kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya video yake kuvuja akionekana akiwa Kongo, anapambana na maisha, akiwa anapiga show za chaka tu chaka, lakini pia baadhi ya wadau wakiwa wamecomment wakionekana kusikia huruma, kujisikia vibaya kuona kwamba mbona Aslay alikuwa ni msanii mzuri. Kitu gani ambacho kimempata Aslay? Ni kwa nini Aslay sasa hivi anaanza kujitafuta kama hivi, na huku ukiangalia muziki wake ulikuwa ukimwendea vizuri sana tangu kile kipindi wameachana katika kikundi chao cha Yamoto Bendi. Moja kati ya msanii ambaye alikuwa na hiti kwa kipindi kile ni msanii Aslay. Aslay alitoa ngoma baada ya ngoma na ngoma zote zikawa zina hiti na kufanya vizuri, lakini sasa hivi Aslay huyu kwa kuamua kwenda Kongo kwa ajili ya kufanya show za chaka tu chaka, kiukweli hili swala limeshangaza sana watu wengi. Tumeweza kushuhudia baadhi ya wasanii wenzake wakina Mbosso Kani wameweza kumuonea huruma kwa kipindi ambacho anapitia, lakini Mbosso alidai msanii Aslay ameamua kuweka mambo yake moyoni, hatamani mtu yeyote aweze kugundua kuhusiana na kitu gani ambacho yeye anakipitia, na ndio maana msanii Aslay amekosa msaada kwa baadhi ya wasanii wenzake. Wanatamani kumsaidia, lakini Aslay hatamani kabisa kuzungumza kitu gani ambacho kina msibu. Siku leo bana, moja kati ya media umeweza kumtafuta mke wake na Aslay, au mke wake wa zamani, au tunaweza kusema mzazi mwenzake ambaye ni Tessy Chocolate. Tessy Chocolate bwana, walipata mtoto mmoja na Aslay akampatia jina la mama yake Moza, na yule mtoto amefanana sana na mama yake, lakini kuna baadhi ya vitu amefanana na baba yake kwa asilimia kubwa sana. Na Aslay yule mtoto anampenda kwa asilimia kubwa sana, na ni mtoto ambaye huwa anajivunia sana kuwa naye. Sasa huyu mzazi mwenzake Tessy Chocolate ameamua kuzungumza kitu gani ambacho kinamsumbua mzazi mwenzake, kwa sababu tunafahamu hao watu ni wazazi, wanawasiliana, wanazungumza. Huenda kuna jambo ambalo Tessy anaweza akalizungumza likawasaidia marafiki zake wajue pa kuanzia, pa kumsaidia, kwa sababu Aslay anataka kupambana kiume. Yeye atamani kusaidiwa, atamani mtu yeyote aweze kumpatia msaada. Ni kama vile Aslay anakwepa yale maneno ambayo yatasambaa mitandaoni kwamba nilimsaidia, nilifanyaje. Sasa Aslay anatamani kupambana yeye mwenyewe, lakini ukiangalia katika hali ya kawaida, hii ni hali ambayo Aslay anayopitia, anatakiwa kusaidiwa, anatakiwa kupewa msaada, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wapo katika hii sanaa ya muziki wana uwezo wa kumfanya Aslay akainuka tena, wana uwezo wa kumsaidia Aslay hata kwa kurekodi ngoma na wasanii wakubwa, Aslay aweze kuinuka tena. Sasa mzazi mwenzake Tessy Chocolate ameweza kuzungumza na kudai kwamba hiyo hali ilimtokea tu ghafla. Alikuwa anashangaa mzazi mwenzake mbona hafanyi show, lakini pia alikuwa anashangaa mbona hatoi nyimbo. Tessy anakuambia alikuwa anampigia kumuuliza kwa nini baba Moza sasa hivi sikuoni ukifanya show, sasa hivi sikuoni ukifanya ngoma. Sasa Tessy anakuambia anajua kabisa mzazi mwenzake kile ni kitu ambacho kinamuingizia kipato. Hakuna kazi yoyote ambayo Aslay anayo labda inamuingizia kipato tofauti na muziki. Sasa Tessy anakuambia, akawa anamuuliza kuna kitu gani unapitia, unajisikiaje, au kuna jambo lolote ambalo unatamani kushirikiana na mimi. Lakini Tessy anakuambia Aslay alikuwa anamwambia tu nipo sawa, sina tatizo lolote. Lakini Tessy anakuambia kuna kipindi Aslay aliwahi kupitia kipindi kigumu mpaka akawa anajifungia ndani, hataki kutoka nje, mpaka ndugu zake wakawa wanampigia simu Tessy Chocolate, wakawa wanamuomba njoo zungumza na Aslay, njoo zungumza na mzazi mwenzako, huku watu muelewi, jambo ambalo likawa linapelekea mpaka Aslay kuonekana kama amechanganyikiwa, kwa sababu anaweza kujifungia ndani kuanzia asubuhi mpaka jioni na asile kitu chochote kile. Sasa Tessy anakuambia ni kama vile ana msongo wa mawazo mkubwa sana, kwa sababu tayari ameshaona ameanguka na hataki kabisa kushirikiana na watu wengine, kuwashirikisha. Basi ameamua kuinuka mwenyewe, ameamua kupambana mwenyewe. Hicho ni kitu ambacho Tessy Chocolate ambaye ni mzazi mwenzake ameweza kukizungumza. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.